Mfumuko wa bei kwa kipindi cha miezi 12 hadi kufikia mwezi Disemba 2025 umeongezeka na kufikia 3.81 kutoka 3.34 ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa Novemba 2025. Kundi la chakula na vinywaji visivyo na kileo kwa mwezi Disemba 2025 limeongezeka na kufikia 6.18 ikilinganishwa na 5.27 iliyorekodiwa mwezi wa Novemba 2025. Kwa ujumla, faharisi za bei zimeongezeka na kufikia 117.05 kwa mwezi wa Disemba 2025 ikilinganishwa na zile zilizorekodiwa mwezi Disemba 2024 ambazo ni 112. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula na zisizo za chakula kwa mwaka. Mfumuko wa bei za bidhaa za chakula wa mwaka unaoishia Disemba 2025 umeongezeka na kufikia 5.44 ikilinganishwa na 4.53 iliyorekodiwa katika mwezi wa Novemba 2025. Faharisi za bei za bidhaa za chakula kwa mwezi wa Disemba 2025 zinaongezeka na kufikia 128.88 kutoka 122.23 iliyorekodiwa mwezi wa Disemba 2024. Mfumuko wa bei wa bidhaa zisizo za chakula kwa mwaka umeongezeka na kufikia 2.54 kwa mwezi wa Disemba 2025 ikilinganishwa na 2.42 iliyorekodiwa mwezi wa Novemba 2025. Bidhaa zisizo za chakula zimeongezeka na kufikia 109.00 kwa mwezi wa Disemba 2025 ikilinganishwa na 106.30 iliyorekodiwa katika mwezi wa Disemba 2024. Bidhaa zilizopelekea kuongezeka kwa mfumuko wa bei wa mwaka ni pamoja na mchele wa Mbe ambao ni 12.39, mkate wa Boflo ambao ni 3.79, samaki ambao ni 6.77, mafuta ya kupikia aina ya sunflower ambayo yameongezeka kwa 12.27, mafuta ya kupikia aina ya oki ambao yameongezeka kwa 6.08, ndizi ya mkono mmoja 23.59, ndizi ya mpike 15.19, gesi ya kupikia 0.32, mafuta ya diesel 1.80, mafuta ya petroli ambao nayo yaliongezeka kwa 1.44. Mfumuko wa bei kwa mwezi wa Disemba 2025. Mfumuko wa bei wa Disemba 2025 umeongezeka na kufikia 0.82 ikilinganishwa na 1.04 iliyorekodiwa katika mwezi wa Novemba 2025. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula na vinywaji visivyo na kileo kwa mwezi wa Disemba 2025 umeongezeka na kufikia 2.00 ikilinganishwa na 2.72 iliyorekodiwa katika mwezi wa Novemba 2025. Bidhaa zilizopelekea kuongezeka kwa mfumuko wa bei wa mwezi ni pamoja na mchele wa Mbeya ambao umeongezeka kwa 2.10, ndizi ya mkono mmoja ambao imeongezeka kwa 3.42, ndizi ya mpike ambayo imeongezeka kwa 15.65. Observation ambayo tunaweza tukaiona kwamba kwa mwaka mzima tunaona hiyo observation ipo, ni kwamba kwenye vyakula na vile ambavyo sio vya kileo pale ndio panapo contribution kubwa inatokana na vile vyakula kwenye mfumuko wa bei wa nchi. Tukiangalia hata ile overall index ya December 2025 na overall index ya 2024 tunaona pale pia pana difference. Huko tulikuwa na sasa hivi tuna 117.05 na last year ilikuwa 112.76. Nini inamaanisha? Maana yake ni nini? Kuna moderate but accelerating trend ipo, lakini iko moderate, sio sana vile visible. Sasa on average tuseme bei zimepanda by 3.81, that is lugha ya kifupi kutokana na last year. Sawa. Kwa hiyo ile aggregate demand yetu inapanda
kuliko inapanda haraka zaidi kuliko ile aggregate supply yetu. Kwa hiyo sasa hivi cha kushukuru ni kwamba kwa muda mrefu exchange rate haikutetereka sana, na hii imekuwa backed up kutokana na sisi wenyewe juhudi zinazofanyika ndani ya nchi, ikiwemo ile kuweka akiba monetary gold kama benki kuu. Kwa hiyo hilo pia limesaidia. Kama isingefanyika hilo, manake ile imported inflation alizungumzia daktari hapa kwamba kuna vitu tunaagiza tukiagiza, na kama exchange rate ingekuwa iko kubwa, mahitaji ya dola ingekuwa makubwa, basi hali ingekuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo tushukuru na tujitahidi katika uzalishaji. Na amezungumzia pia Mbeya, tukumbuke kipindi hiki cha Disemba waliotuzunguka wote walikuwa katika pamoja na sisi katika festive season, shughuli sherehe nyingi. Kwa hiyo mahitaji yalikuwa makubwa hata kule tunakochukua. Kwa hiyo bei imeongezeka kule, imepelekea na sisi tunachokileta huku pia kikaongezeka. Nafikiri